Karibishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani imeongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran. Marekani imetangaza kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran, ikisema inachukua hatua madhubuti kuvuruga biashara haramu ya mafuta ya nchi hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema hatua hizo zinajumuisha vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta nchini China pamoja na maeneo mengine 40. Kwa mujibu wa Marekani, taasisi hizo ni mishipa muhimu ya kifedha kwa utawala wa Iran, zikichangia kufadhili shughuli zinazoelezwa kuwa ni za kuleta machafuko katika eneo la Mashariki ya Kati. Taarifa hiyo imeongeza kuwa vikwazo hivyo vinalenga kukata mtiririko wa fedha unaosaidia biashara hiyo ya nishati, huku Marekani ikiahidi kuimarisha zaidi kampeni yake ya shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran na mtandao wa kimataifa unaoiunga mkono. Hata hivyo, wakati huu Marekani imeweka mzingiro katika bahari ya Hormuz, ambapo inazizuia meli za Iran kutoka katika bandari zake kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Taarifa zaidi zinadai Marekani imezuia meli nyingine ya Iran ya mafuta. Jeshi la Marekani limesema limefanikiwa kuizuia meli nyingine isiyokuwa na bendera ya Iran ikiwa njiani kuelekea bandari ya Iran kama sehemu ya hatua ya kuimarisha mzingiro wa baharini dhidi ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka jeshi la nchi hiyo, operesheni hiyo ilifanyika Aprili 24, kwa maana siku ya jana Ijumaa, ikiongozwa na manowari ya kivita ya USS Rafael Peralt, ambayo ilitekeleza hatua ya kudhibiti usafiri wa majini unaohusishwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hatua hiyo ni sehemu ya juhudi pana za Marekani za kuzuia biashara ya mafuta ya Iran na kukata vyanzo vya mapato vya nchi hiyo, hasa kufuatilia mvutano unaoendelea kati ya pande hizo mbili. Mvutano huo umeongezeka katika wiki za hivi karibuni baada ya Marekani kufanya mashambulizi ya kijeshi na Iran kujibu kwa kuzuia baadhi ya njia muhimu za usafirishaji wa mafuta katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz, jambo lililoathiri usafirishaji wa nishati duniani na kuongezeka kwa bei ya mafuta. Hata hivyo, mazungumzo yalifanyika, lakini mazungumzo ya awamu ya kwanza hayakuzaa matunda. Wakati huu waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amewasili Islamabad, Pakistan kwa mazungumzo yanayolenga kufufua juhudi za amani kati ya Iran na Marekani baada ya wiki 8 za mvutano mkubwa wa kijeshi. Rais Donald Trump amesema Iran inatarajiwa kuwasilisha mapendekezo yanayoweza kukidhi matakwa ya Washington, ingawa hakufafanua maelezo ya mapendekezo hayo. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghei amesema hakuna mipango ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili, akibainisha kuwa ujumbe wa Iran utawasilishwa kupitia Pakistan. Wakati huo wajumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner wanatarajiwa kuwasili Pakistan kwa mazungumzo hayo, huku ikulu ya White House ikisema Washington iko tayari kutoa nafasi kwa diplomasia. Mvutano kati ya Iran na Marekani umeendelea kuathiri masoko ya dunia, hasa baada ya Marekani kufanya mashambulizi ya anga na Iran kuzuia njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta ya mlango wa bahari Hormuz, hatua iliyochangia kupanda kwa bei ya mafuta ulimwenguni, ambapo pande zote mbili zinaonekana kutafuta njia ya kusitisha mgogoro huo, ingawa bado kuna kauli zinazokinzana kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote.